Polisi mkoani Mwanza imetoa tahadhari kwa viongozi wa vyama vya siasa nchini kuweka utu mbele zaidi kuliko maslahi ya vyama vyao. Kauli hiyo inafuatia tukio la kifo cha kufariki dunia kwa kijana Magata Edson, mkazi wa wilaya ya Misungwi mkoani humo, ambalo inadaiwa kuwa baadhi ya wanasiasa wanataka kulifanya mtaji, jambo ambalo sio sahihi. Projestas Binamungu ameandaa taarifa ifuatayo. Tatizo kuna watendaji wako kwa mazoea, wako kwa ajili ya ushabiki. Kuna vifo vingi ambavyo vimetokana na jeshi la polisi. Baadhi ya kauli za viongozi wa vyama vya siasa katika mazishi ya kijana Magata Edson mwenye umri wa miaka 25 aliyefariki chini ya ulinzi wa polisi katika hospitali ya mkoa wa Segeture. Kauli hizo zinamsukuma kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Valentino Mrowora kukutana na waandishi wa habari kueleza kuwa polisi bado inaendelea na uchunguzi juu ya chanzo cha kifo cha kijana huyo. Aidha, kamanda Mrowora anasema si vyema polisi ikashutumiwa moja kwa moja kusababisha kifo hicho kabla ya uchunguzi kumalizika. Jeshi la polisi mkoani Mwanza linawatoa wasiwasi wananchi wa Misungwi wao watulivu, kwa kuwa uchunguzi wa kifo hiki bado unaendelea na unatarajia kuendelea kwa uchunguzi wa kimahakama wa kifo cha mashaka, yani inquest. Kwa hiyo wananchi wao watulivu, wasubiri utaratibu uendelee ili kujua nini kilichotokea, nini kilichojiri. Sambamba na hali hiyo, kamanda Mrowora anawatahadharisha viongozi wa vyama vya siasa kutoyafanya matukio ya aina hiyo mitaji katika kueneza siasa zao. Awali ya yote, tumheshimu marehemu. Tumheshimu marehemu, tuheshimu familia ya marehemu na tuheshimu utu wa marehemu. Unapoleta ajenda za kisiasa katika tukio kama hili, ya kwanza huonyeshe heshima kwa marehemu. Halikuwa tukio la kisiasa, ilikuwa tukio la kawaida la kisheria. Kwa hiyo liachiwe liende katika mikondo ya kisheria. Kwa mujibu wa kamanda Mrowora, mtu kupata shinikizo la damu ama kufariki katika mahabusu si jambo geni, linaweza kusababishwa hata na hofu ya mtu huyo kuhisi hayuko huru. Mazingira ya kushikiliwa saa nyingine yanaweza kuleta hali ambayo sio kawaida, kwa sababu unaponyimwa uhuru wako kuna mengi yanaweza kujitokeza. Kabla ya kifo chake, Edson alitiwa mbaroni na polisi Machi 15 kufuatia tukio la ubakaji lililotokea katika nyumba ya wageni aliyokuwa akihudumu wilayani Misungwi, ambapo akiwa mahabusu alilalamika kubanwa kifua na alipelekwa katika hospitali ya Segeture alikoaga dunia Machi 24. Projestas Binamungu, Star TV, Mwanza.